Awali yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye amejalia sasa hivi tumekaa hapa kwenye press kwa ajili ya kuongea kwa watu taarifa mbalimbali kuhusiana na maandalizi yetu. Lakini pia tunaendelea kuwashukuru viongozi wetu ambao wanatuwezesha ili tuweze sisi kufanya kazi zetu kwa urahisi. Vijana wako vizuri na tunashukuru, tumesafiri tumefika salama siku ya jana. Leo tutakuwa katika hali ya kutengeneza hamu ya mechi. Vijana wetu wako salama, isipokuwa tuna baadhi ya wachezaji tutakosa kama vile Mwamita ambaye yuko ana majeruhi kidogo anajiuguza, na ndio maana hata mechi iliyopita tulikuwa naye. Pia vile vile Mkandala na changamoto kidogo, hatutakuwa naye siku ya kesho, lakini wengine wote wapo vizuri. Na hata leo asubuhi tumeamka kwa ajili ya walking, wana ari ya kuja kukabiliana na Mungo. Sisi kama walimu tulishamaliza kazi yetu tukiwa Dar es Salaam pale. Marekebisho ya mechi iliyopita tuliyafanyia kazi, na maelekezo kwa ajili ya mechi ya kesho tunaendelea kuyafanyia kazi. Kama tutakapokuja jioni tutajiangalia kuhusiana na mechi ya kesho, sisi ambao tunaweza tukacheza na Namungo akiwa ugenini. Tunafahamu wana benchi nzuri la ufundi, wachezaji wazuri, na ni timu ambayo inatumia vizuri kiwanja chake cha nyumbani. Kwa hiyo tahadhari zote hizo tumezichukua. Tunaweka vijana wetu vizuri ili kuweza kukabiliana na hiyo mechi ambayo itakuwa ni ya kimbinu zaidi. Kwa upande wa vijana wetu, nadhani sisi tunawaombea waamke salama, kwa sababu maandalizi ya fiziki, technique, tactical, paka mentally yako vizuri. Sasa zaidi tutadili na hapa kwenye mentally, kwa sababu mechi iliyopita hatukuwa na wasaa mzuri. Kipindi cha kwanza tulipoteza against Azam kwa magoli 3, lakini wachezaji hawa walikuja chumba cha kubadilishia nguo. Baada ya kuwaelekeza walirudi kiwanjani na hawakuweza kuconcede, isipokuwa tulitengeneza nafasi hatukuzitumia. Kwa hiyo tunachosema hapo ni ile utulivu mentally, yani kwamba kama wao ndio waliweza kupoteza kipindi cha kwanza lakini baadaye wakaweza kufanya vizuri kwenye kipindi cha pili, hii mechi wanaweza pia wakaiamua kama wataamua kufanya vizuri na kujituma kuanzia kipindi cha kwanza. Kwa kifupi niseme hayo ni machache kati ya mengi ambayo sisi tumejaribu kuwasaidia vijana wetu. Ni sawa, hii story pia ni sehemu ya maisha katika maisha yetu binadamu, hata katika michezo pia. Lakini sasa tusiishi sana katika history, kwa sababu wachezaji waliokuwa kipindi hicho sio wachezaji ambao wako sasa hivi katika Coastal, hata pia vile vile sio wachezaji ambao wako sasa hivi katika Namungo. Lakini pia vile vile walimu ambao walikuwa kipindi hicho sio walimu ambao wako sasa hivi. Hata mimi nilikuwa katika timu nyingine, nimewahi kuja kucheza hapa nikapata matokeo kwa Namungo, lakini pia vile vile Namungo waliwahi kuja nyumbani kwangu katika hizo timu nyingine wakapata matokeo kwangu. Kwa hiyo hii story ni nzuri, kama jinsi unavyosema, tutachukua tahadhari kwa sababu ya history, lakini sisi tutajaribu kuishi zaidi kwa wakati tulionao. Strength yetu, weakness yetu, strength ya Namungo na weakness yao, hivi ndio vitu ambavyo tutavitumia kwa sasa hivi wakati huu tuliopo. Kwa maana ya kwamba tunakuja tukiangalia historia ya mechi iliyopita kwamba wachezaji waliocheza kipindi cha kwanza ndio wale waliocheza kipindi cha pili. Kwa hiyo tatizo hili lipo kwenye mental, yani wao wakiamua kwamba tunataka kucheza tushinde, basi hata kesho mimi naomba Mwenyezi Mungu waamke salama, wawe na fahamu, waweze kukumbuka, wajitume, watapata matokeo inshallah kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Kuwepo kwa benchi ya mwalimu ambaye anajua sana Coastal na namna kuongeza pressure kwa hapo. Nadhani nimezungumza kwamba tunafahamu Namungo ilikopo ya awali sio sasa hivi, na Coastal ilikopo ya awali sio sasa hivi. Kwa hiyo tutaishi kutokana na wakati tulionao. Na nimezungumza mwanzo, nimesema wana timu nzuri, wana technical bench nzuri. Hivyo vyote nimeshavizungumza kwamba tunavifahamu. Kwa hiyo tutaishi kutokana na jinsi ambavyo tunafahamiana katika wakati tuliopo. Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia afya na uhai. Sisi kama wachezaji tunajua umuhimu wa mechi ya kesho. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri na tupo tayari kupambana na kuondoka na ushindi. Sisi na hakika kama simu jana ulikuwepo na ulikuja hapa, pengine Namungo unaiona ni timu ya aina gani kwa namna ambavyo msimu huu imesajili na inacheza mechi zake? Najua kama mchezaji utakuwa unafuatilia. Ndio, si kesho tutaheshimu wapinzani. Kwa hiyo kama alivyosema mwalimu, Namungo wa msimu uliopita tofauti na hii, na Coastal ya msimu uliopita tofauti na hii. Alafu historia pia imewekwa ili ivunjwe. Kwa hiyo sisi tupo tayari kuivunja historia hii. Chochote cha kuambia mashabiki na wanachama
ukiwa kama mchezaji ambaye kutoka na French ya Costa na sasa hivi unaamua kwa Costa kwanza kwenye mchezo wa KBC. Kesho unaingia uwanjani na nini ambacho tumeshuhudia tarajia kutoka kwako binafsi na kwa timu? Kwa mashabiki ambao wapo ndani ya Ruangwa waje uwanjani kutusapoti, na hata ambao wapo nje ya huku watusapoti pia. Tunawaahidi matokeo yalikuwa bora siku ya kesho.